Alichokizungumza legend wa Arsenal baada ya mchezo wa Real Madrid na Manchester City, wakati Manchester City alipoibuka na ushindi wa goli 2, huenda kinafanana na kinachotokea katika ligi yetu ya Tanzania kwa makocha wanaokuja katika vilabu viwili hivi vya Simba na Yanga. Ni kipi hicho alichokizungumza legend wa Arsenal? Mimi na Aloyce Sagara tuna taarifa zote kwa umakini wa hicho alichokizungumza. Kwanza karibu ndani ya Data Sports. Aloyce Sagara. Yes. Kwema kabisa kiongozi. Ya, kwema. Mzima. Tuko vizuri. Ni siku nyingine ya kuendelea na mapambano, ikiwa ni weekend nyingine ya mwezi wa 12, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mwaka 2025. Malengo yametimia? Malengo nilojiwekea binafsi yametimia. Kwa sasa ninafanya kuandaa malengo kwa ajili ya mwaka unaofuata. Ila kwa mwaka huu malengo yangu kwa asilimia kubwa yametimia. Siwezi kusema yote, lakini kwa asilimia kubwa, asilimia zaidi ya 80. Kwa hiyo asilimia 20 ninajua nilikosea wapi. Ninapoendea mwaka ujao kwa maana 2026 nitajua cha kurekebisha ili niweze kutimiza malengo yangu ambayo nitakuwa nimejiwekea kwa mwaka ujao kwa asilimia zote 100. Mtu anaweza kuwa na mashaka kwa nini nimeanzia kumzungumzia legend wa Arsenal Thierry Henry, ambaye alizungumza baada ya mchezo wa Real Madrid na Manchester City, ambako Real Madrid alipasuka goli 2-1. Thierry Henry alitoa kauli moja ambayo nafikiri inafanana na makocha wetu wanaosajiliwa katika vilabu hivi viwili vikubwa vya Simba na Yanga. Alizungumza baada ya ule mchezo akasema huenda Xavi Alonso ndani ya Real Madrid pale hapati nafasi au hapati ile kwamba yeye ni meneja wa klabu ya Real Madrid na ni kocha wa Real Madrid, lakini hafanyi majukumu yake sawa sawa kutokana kwamba ana limit au ana baadhi ya vitu ambavyo havifanyi yeye kwa uhuru. Hichi kitu kikipo katika nchi yetu ya Tanzania katika vilabu viwili, sio Simba na Yanga tu, hadi katika vilabu vingine na vizungumzia, unaweza kukuta ni Tanzania Prison, unaweza kukuta ni Ruvu Shooting Kagera. Vilabu vyote vinavyoshiriki vimekuwa na huu utamaduni. Unakuta meneja, tunamzungumzia meneja wa klabu na kocha, au watu wawili wanaingiliwa katika majukumu yao. Mtu asimami kama meneja, asimami, au kama ni meneja afanyi kama ile role ya meneja na kocha, au mwingine anakuwa ni kocha alafu unakuta anaingiliwa katika majukumu yetu. Mjadala wetu unaanzia hapa katika vilabu. Meneja tunaanza kwanza, meneja ni nani na kocha ni nani? Aloyce Sagara, kabla mimi sijatoa maelezo yangu, tuanze kwanza kutoa utofauti uliopo. Unajua mpaka mtu anaweza kana jiuliza tumeanza. Kwanza tutoe utofauti wa meneja ni nani, alafu baada ya kutoa utofauti wa meneja ni nani na kocha ni nani ndani ya timu. Unajua ukimzungumzia kocha ni mtu ambaye anahusika na team performance, kwa maana ya performance nzima ya team na pamoja na wachezaji. Lakini ukija kuwa meneja ni mtu ambaye tunasema anakuwa ameongezewa nguvu zaidi, kwamba yeye atahusika na wachezaji pamoja na team performance, lakini tunamuongezea kitu kingine cha tatu ambacho tunasema ni administrative decision, kwamba anakuwa ni mtu ambaye pia anafanya maamuzi ndani ya timu. Na ndio maana tumeshuhudia baadhi ya makocha wanapoajiliwa kwenye timu fulani, akifika anasema huyu mchezaji sitaki kufanya naye kazi, hanifai, huyu hanifai, ananifaa fulani, sio, unaelewa? Sasa yule anakuwa ni meneja, kwamba anakuwa na nguvu ya ziada ya kufanya maamuzi ndani ya timu. Kwa hiyo huo ndio tofauti uliopo kati ya kocha na meneja. Kwa hiyo tukisema kocha hana mamlaka ya kumkataa mtu fulani ndani ya timu. Kocha hana mamlaka ya kumkataa mtu fulani ndani ya timu kwa jinsi ambazo majukumu yao yalivyo. Tunaweza tukasema hivyo kwamba mtu ambaye anakuwa na authority ya kufanya maamuzi kama yale anakuwa ni meneja. Labda kocha atatoa mawazo. Kwamba kwa jinsi huyu mchezaji ninavyomuona, kwa jinsi mimi ninavyohitaji atumike, hanifai. Imekuwa hivyo na imekuwa tukishuhudia vilabu vyetu vikifanya kazi kwenye mazingira ya namna hiyo. Yaani imekuwa kama ni utamaduni na utaratibu wa vilabu vyetu. Tunarudi kwenye kauli ya legend wa Arsenal Thierry Henry, ambaye alizungumzia kwa Xavi Alonso wa Real Madrid. Anasema kwamba kocha yule ni meneja. Xavi Alonso yeye ni meneja. Ulaya wao na utaratibu wa meneja ambao ni kocha pia. Lakini anasema ndani ya Real Madrid bado hatoshelezi, yeye anafanya kama kocha kwa sababu kuna sehemu nyingine anashindwa kufanya maamuzi. Akatolea mfano kwa Vinicius Junior ambaye ndio mchezaji anaweza kusema ana influence kubwa ndani ya Real Madrid, si ndio? Akasema kwamba yeye Xavi anaweza kumpangia yeye atokee pembeni awatengenezee watu namba 9 mle ndani wafanyaje, wafunge. Lakini yeye anataka kuingia ndani kufanyaje, kufunga. Kwa ina maana anapingana na maamuzi ya meneja mkuu au kocha mkuu alofanyaje, alomuelekeza kiwanjani. Tuko pamoja hapo kwenye vizuri kabisa. Tuko vizuri.
tunarudisha, hiyo ilikuwa ni scenario ya legend wa Arsenal akimzungumzia Xavi Alonso na Real Madrid yake baada ya kupoteza kwa 2-1 na Manchester City. Hii ambayo imemtengenezea mpaka sasa tunavyozungumza yupo kwenye kikaango cha mechi moja na mchezo mmoja dhidi ya Deportivo Alaves. Akipoteza huo mchezo basi anaondolewa ndani ya Real Madrid. Tutoke huko Real Madrid, tuachane na Trent Henry, turudi Tanzania, vilabu vyetu viwili vya Simba na Yanga. Tunarudisha tu scenario iliyopita, haina muda mrefu. Mdathiri ya Habasa aliojiwa, alicheza mechi ya Farabat kama unaikumbuka, iliyochezwa Amani Complex visiwani Zanzibar. Akasema yeye hakuwa kwenye ratiba ya mwalimu Pedro Goncalves kufanyaje kucheza, alikuwa na majeruhi. Lakini engineer Hersi akamwambia unatakiwa ufanyeje? Ucheze. Akacheza, akatoa pasi ya goli ambayo aliifunga Prince Melelo Dube, akaenda kushangilia kwa engineer Hersi. Tunaelewana vizuri? Turudi kwamba ina maana kuna sehemu Pedro Goncalves alipangiwa na rais wa klabu ya Yanga kwamba anatakiwa muanzishe. Unajua tofauti au mzizi wa tatizo unakuja pale viongozi wa timu, hapa ninazungumzia kama ni raisi au nani, wasipotambua mipaka yao kwamba mimi ni rais wa timu lakini mipaka yangu ni ipi, si unaelewa? Meneja pia anapaswa kufahamu majukumu yake ndani ya timu. Kocha pia anapaswa kufahamu majukumu yake ndani ya timu. Sasa kwa scenario ambayo umeitolea mfano ya kwamba Mudathiri Yahya hakuwa kwenye mpango kazi wa mwalimu Pedro Goncalves kuuendea mchezo wa Yanga dhidi ya AS FAR Rabat ambao ulifanyika visiwani Zanzibar, mchezo wa kwanza kabisa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini tulikuja kushuhudia Mudathiri Yahya ambaye hakuwa kwenye mpango kazi wa mwalimu, alikuwa na majeraha. Mwalimu hakuwa na nia ya kutaka kumtumia kwenye mchezo ule, lakini hii siri ilikuja kufichuka baada ya Mudathiri Yahya kutoa pasi ya bao kwa maana ya assist kwenda kwa Prince Dube. Dube alipofunga tulimshuhudia Mudathiri Yahya akikimbia kwenda jukwaani alikokuwa amekaa rais wa klabu ya Yanga engineer Hersi Said kwenda kumkumbatia. Sasa alivyokuja kuhojiwa baadaye ndio akafichua siri ya kwamba mimi mwanzo sikuwa kwenye mpango wa mwalimu kwa sababu nina majeraha, sikupaswa kucheza mchezo wa hapo jana, ila aliyeshinikiza nicheze ni rais engineer Hersi Said. Kwa hiyo nilikwenda kumkumbatia kwa furaha, kuheshimu kile kitu, kuheshimu nafasi ambayo alinipatia, na nikatoa pasi muhimu kwenye mchezo kama ule, tukaondoka na alama 3. Kwa hiyo kwa scenario kama hiyo inakuonesha kwa namna moja au nyingine Pedro Goncalves aliingiliwa kwenye majukumu yake au maamuzi yake, kwa sababu yeye ndo anapanga ni mchezaji upi nitamtumia. Kwa scenario kama ya Mudathiri haikuwa ni tactical decision au nini, ilikuwa ni kwa sababu ya mwili wake kwamba umepata changamoto, ana majeraha, hawezi kutumika. Ila akaja rais wa klabu akatoa shinikizo kwamba huyu acheze na akacheza. Ina maana hiyo inaonyesha kwamba kocha Pedro Goncalves aliingiliwa kwenye maamuzi yake. Tunarudi kwenye ndani ya baadhi ya vilabu vinakuwa viongozi wana nguvu kumpangia kocha. Hapo ndo tukaja kwenye ule utofauti wa meneja. Ndio maana swala la kwanza ambalo tulianza nalo, tulianza kutoa utofauti wa meneja mkuu na kocha mkuu ndani ya klabu. Tukasema twende mfano ni juzi hapa, twende Simba Sports Club ambako tunamzungumzia Dimitar Pantev. Yeye alikuwa ni meneja mkuu wa klabu ya Simba. Tunamzungumzia Selemani Matola, yeye alikuwa ni kocha mkuu wa klabu ya Simba. Wakatuelezea majukumu yao, tumeyatazama vizuri. Tunarudi, timu ilikuwa ikifungwa, hatumfuati tena Selemani Matola ambaye ni kocha mkuu, tunamfuata meneja mkuu ambaye ni Dimitar Pantev. Mtu anaweza kana anajiuliza maswali, kwa nini wakati timu inafungwa tulikuwa tunamfuata meneja mkuu badala ya kumfuata kocha mkuu ambaye tuseme kocha ndio alikuwa na majukumu ya performance uwanjani, anahusika kuulizwa ni kocha na sio meneja. Sasa Matola scenario yake ndani ya Simba na alikuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev, on papers ilikuwa inaonekana hivyo, lakini kwenye utendaji, kwa hata zile lawama za mashabiki walikuwa wanajua zielekeze wapi, kwa sababu wanajua fika Matola ni kocha msaidizi, ila kocha mkuu tunayemjua ni Dimitar Pantev. Ila on papers ndio tunawatambulisha kwamba Dimitar ni meneja mkuu wa klabu, Matola ni kocha mkuu. Kwa mashabiki au wanachama wa Simba hawakuwa wajinga kuzipeleka lawama kwa Dimitar Pantev. Walikuwa wanajua tunazipeleka lawama sehemu sahihi, kwa sababu tunafahamu kiutendaji kwa 100% huyu Dimitar Pantev ndio anahusika na ambacho klabu inapitia hivi sasa. Kwa ukitazamia kitu ambacho kilikuwa kinafanyika kwa wakati ule, mashabiki walikuwa sahihi kwa upande wao. Ndio maana mwanzo pale nikakueleza wanapaswa kufahamu
majukumu ya kocha, majukumu ya meneja. Unapokuja kuona timu haipati matokeo, jiulize jukumu la kocha ni lipi ndani ya timu. Jukumu la kocha ndo kama tunasema ni team preparation, kwamba kuandaa timu kwa maana ya mazoezi, training, lakini pia kufanya first 11 selection, lakini pia kufanya substitution, tunasema ni tactics, kuingiza mbinu mpya ndani ya timu wakati mchezo unaendelea, kumsoma mpinzani, lakini pia kuhakikisha anaendeleza vipaji vya wachezaji kwa maana ya mchezaji mmoja mmoja ndani ya timu. Hayo yote ni majukumu ya kocha. Sasa kama team performance yake inakuwa haieleweki, team performance ya timu inakuwa iko down, anayekuja kunyeshwa vidole ni lazima atakuwa kocha mkuu. Kwa hiyo mashabiki wa Simba walikuwa wanafanya kitu ambacho wanakifahamu kwamba mtu ambaye tunapaswa kwenda kumnyoshia vidole na kudili naye kwa 100% ni Dimitri Pantev. Hii ya meneja mkuu on papers inabaki kuwa vile, lakini kwenye utendaji na majukumu huyu ni kama kocha mkuu. Na ndio maana baada ya kukosa matokeo kwenye michezo ya kimataifa, aliyekuja kufukuzwa nani? Dimitri Pantev. Kwa nini alibaki Matola? Kwamba viongozi wa Simba hawafahamu kwamba Matola ndo alikuwa coach, ndo anapaswa kusukumia zigo la lawama. Wanafahamu fika kwamba on papers Matola ni msaidizi, kocha ni Dimitri Pantev. Tunarudi kwenye mfano mwingine wa Singida Black Star ambao mwanzoni wakati wanaanza msimu walimsajili Patrick Osems ambaye aliwahi kupita klabu ya Simba. Wakati Osems alipopoteza mechi yake ya Singida Black Star na Yanga katika uwanja wa Amani Complex mzunguko wa kwanza, kama unaikumbuka vizuri, alifungashiwa virago. Miongoni wakati anaondoka alisema kwamba kuna namna yeye anamepanga kikosi, kuna uongozi wa juu unamwambia utaki kumpanga huyu na huyu fulani. Kwa ina maana kuna sehemu nyingine unakuta kocha ndio yuko ndani ya timu, yeye ana majukumu yake kwamba lazima nipange first 11 yangu, akiamini kwamba nikimweka huyu na huyu atanipa matokeo kiwanjani. Inatokea kiongozi wa juu anakuja na kumwambia fulani usimweke, fulani usimweke, fulani usimweke. Tayari umemwingilia kocha kwenye maamuzi yake uwanjani. Hii tumeendelea kuiona. Julio aliwahi kutoka, ni kocha wa zamani wa Taifa Stars, wa Simba na vilabu vingine aliwahi kupita. Aliwahi kusema kwamba ndani ya Simba kuna namna wewe umepanga kikosi chako kwamba labda fulani aanze kwenye labda ni mchezo wa Kariakoo Derby, lakini viongozi wanakuja juu wanakuambia kwamba uruhusi kumpanga fulani na fulani. Sio hivyo tu, niliwahi kumsikia legend wa soka ambaye amecheza katika vilabu hivi vya Simba na Yanga na Azam, Amri Kiemba, naye anazungumza, anasema kwamba kuna namna ukiwa unaelekea kwenye hizo mechi kubwa, akiwa Azam, aliwahi kuzungumza akiwa Azam, anasema wanapoenda kucheza, kuna baadhi wakienda kucheza mechi, kuna baadhi viongozi wanaingilia kocha kwamba fulani usimuanzishe. Lengo aidha kuna namna kwamba walegeze mchezo au kuna mwingine mchezo wafanyaje wakaze kuweza kupata matokeo mbele ya hizi vilabu viwili vya Simba na Yanga. Kwa hiyo ina maana unakuta kocha anaingiliwa kwenye maamuzi yake. Tanzania tufanye nini ili hichi kitu tuweze kukiondoa? Sasa kabla hatujafika kwenye solution, kwa maana kutafuta njia ya tunatokaje hapa tulipo hivi sasa, mimi hili tatizo limefikishwa hapa kwa makocha wazawa, kwa sababu makocha wazawa ni wachache sana. Umemtolea mfano Julio, ndiye amekuwa akijitokeza kuzungumza na amekuwa muwazi siku zote. Amekuwa akizungumza pale mambo ambapo anakuwa anaenenda ndivyo sivyo, anatoka nje na kuzungumza. Ni mtu ambaye amekuwa anatambua majukumu yake na anajua kazi yake. Lakini kwa asilimia kubwa sana makocha wazawa ndio wamevizoeza hivyo vilabu ambavyo wanavitumikia kuwafikisha hapa walipo hii leo, kwamba unakuwa kocha mkuu lakini huna maamuzi ya mwisho. Unapangiwa kesho mtumie fulani, huyu usimtumie, mtumie yule, mtumie huyu. Sijui unaelewa, wanaingiliwa. Tuwashukuru makocha wa kigeni. Wamekuja mara nyingi, walikuwa wanapoingiliwa kwenye majukumu yao wamekuwa akijitokeza na kuzungumza. Mfano mzuri wamemzungumzia Patrick Osems, hakuona tabu, na ninahisi pia kauli yake ndio ilikuwa sababu labda pia ambapo ilipelekea yeye kuondoshwa ndani ya Singida Black Stars. Maana kabla ya kufukuzwa ninaamini kuna chokochoko zilikuwepo mpaka anakuja kuzungumza. Ina maana ni kitu ambacho kilikuwa kinamkera na alikuwa akifurahi ndani ya timu kwamba haiwezekani niandae first 11 ya kwangu mimi, selection iko vizuri, alafu kiongozi apige simu kutoa maelekezo kwamba huyu simhitaji, mweke mtu fulani hapa, badilisha, fanya hivi. Tayari mshamharibia game plan yake, kwa sababu makocha ndio wanakuwa ni watu ambao wanawasoma timu pinzani ambaye anaenda kukutana nayo. Anajua kwa mfano natolea ndani ya Singida Black Stars kuna Khalid Aucho. Kuna mchezo ambao kocha ataona Khalid Aucho hanifai kwenye mchezo huu, nitamweka nje, nitamweka mtu fulani. Kiongozi anapiga simu anasema hapana, Khalid lazima aanze. Tayari ashakuvurugia ule mchezo. Mkipoteza, kumbuka vitu maelekezo yanatolewa sirini, si ndio? Mtu anakupigia simu, anamtumia ujumbe kocha, sio hadharani. Timu ikifanya vibaya,
mtu anayekuja kulaumiwa ni kocha. Ndiyo. Mchezaji, mashabiki au wanachama watakuuliza kwa nini ulimpanga mchezaji fulani, mbona tulimuona hakuwa mchezoni, hawakuonyesha performance nzuri. Sasa ukikuta kocha anayejitambua, ndio kama yule Patrick Ausems anakuambia kwamba kuna baadhi ya viongozi ndani ya timu wanatoa maelekezo, huyu mchezaji ni mpange na huyu ni simpange. Sasa mashabiki ukikuta ni wale ambao pia wana mihemko, inakuwa wakati mwingine ngumu kuelewa. Wanaamini sana viongozi, wanaipenda sana timu yao kuliko mtu ambaye anawatumikia. Kwa hiyo kuna mahali anakosa backup, mwisho wa siku anaondolewa. Ndicho kitu ambacho kilikuja kutokea kwa Patrick Ausems ndani ya Singida Black Stars. Tunarudi, mimi naona hii ipo kwa sababu viongozi wanakuwa na mtu labda kiongoza na mchezaji wake, yeye ndo kamleta kwenye timu. Kwa ina maana lazima tamshindikiza kocha aliyopo kumpanga mchezaji wake wakiwa na makubaliano. Tuliwahi kusikia scenario kwamba ukinipa 10% nasikia inazungumzwa sana. Hii imekuwepo hata kwenye mechi. Lazima ucheze, ili ucheze lazima utoe nini? Utoe pesa. Ina maana tayari rushwa inaingia kwenye mpira, japo huna ushahidi nayo, lakini unakuta kwamba kiongozi ana mchezaji wake. Lazima kwa vyovyote vile hakikishe mwalimu anafanyaje? Anampanga. Au ana watu wake ndani ya timu kwamba fulani lazima acheze. Au kuna sababu nyingine nje ya yale ambayo sisi hatuyafahamu yanasababisha timu kumwambia lazima fulani acheze. Unakuta viongozi wanamuingilia kocha kupanga kikosi. Ndio maana tukasema kama wanamwajiri meneja mkuu, ina maana sasa labda kama tunabadilisha mfumo, labda kama akiajiliwa meneja mkuu ndo anabeba kila kitu ndani ya timu, kwamba yeye ndo kocha, yeye ndo kila kitu, anaingilia masuala ya kiutawala. Akiingia anaweza kusema kwamba fulani mimi simtaki ndani ya timu. Sio yeye, viongozi wanasema lazima umtumie hata kama ana shida gani. Ila unakuta sasa kocha unajikuta huna mamlaka tena, nguvu yako inakuwa ndogo ndani ya nini? Ndani ya timu. Na hicho kitu msimu tu ambao ulikuwa unaelekea, huu msimu ambao ulikuwa unaelekea kuanza kwa maana ya pre-season, kuna mchezaji alisajiliwa Simba, akaenda hadi kule akakataliwa na kocha mkuu, akasema mimi huyu sikuwa namhitaji. Sio, unakumbuka scenario kama hiyo? Sasa nani aliyetoa maelekezo ya kwamba mimi ninamhitaji mtu fulani? Kwa sababu tunafahamu sajili za wachezaji anazifanya kocha, anafanya kwa kushauriana na benchi lake pamoja na scout pamoja na mkurugenzi wa ufundi ndani ya timu. Yani ni kocha, mkurugenzi wa ufundi na scout ambaye klabu imemwajiri. Vilabu vyetu siku hizi pia vimeendelea, vina mascout ambao wanakuwa nao, wanashirikiana kwenye sajili za wachezaji. Sasa yule mchezaji ambaye ametoka Dar es Salaam amekwenda mpaka kule ambako Simba alienda kuweka camp, anafika kule kocha anamkataa, anasema huyu simuhitaji, maana sikutaka kuwa naye kwenye kikosi changu. Anarudi tena Tanzania. Sijui unaelewa ni nani ambaye alitoa maelekezo ya kwamba huyu asajiliwe aende akaitumikie Simba ili hali kocha hana uhitaji naye. Sijui unaelewa, scenario inaanzia mbali kabla tu kuja kwenye matumizi yao wachezaji ndani ya klabu, kwamba kwa maana ya first 11 selection na mambo mengine. Mzizi pia unaanzia huku nyuma kwenye sajili, kwamba kuna mchezaji ambaye hakuhitajika na mwalimu, ila kiongozi kamsajili mchezaji kamweka ndani ya timu. Huyo mchezaji asipotumika, ndo unashangaa mashabiki wanaanza kuhoji, mbona kuna wachezaji fulani hamwatumii, mbona kuna fulani alisajiliwa hamtumii. Kumbe halikuwa hitaji la kocha, ila lilikuwa ni hitaji la kiongozi. Umezungumzia issue ya 10%. Ni kitu ambacho kinazungumzwa. Siwezi nikathibitisha, ila ni kitu ambacho kinazungumzwa. Na kuna baadhi ya watu walishatoa mpaka kauli zao, zipo, ukizitafuta utazipata. Kuna watu wamefanya maandiko, yapo, ukitafuta utayakuta. Wanajaribu kuonesha mambo jinsi yanavyotendeka kwenye baadhi ya vilabu vyetu nchini Tanzania. Kwa hiyo ni wakati wa kubadilika, kuachana na hayo mambo. Unajua tunavyosimama hapa, tunapokaa hapa na kujisifu ya kwamba ligi yetu ni ligi nambari 5 kwa ubora barani Afrika, kuna baadhi ya makando tunapaswa kuachana nayo. Kuna baadhi ya mambo ambayo yasiyofaa michezoni tunapaswa kuachana nayo. Tunavyofanya vitendo kama hivyo, leo hii umekuja kumpangia kocha wa kigeni lineup kwamba unamchagulia kuanzia golikipa mpaka namba 11. Kesho akiondoka haendi kukutangaza kwa mazuri, atasema bwana, nchini Tanzania ukifika kama kocha unapangiwa kikosi na kiongozi. Huna uhuru wa kufanya majukumu yako na kutimiza kazi yako kama kocha mkuu. Sasa tunapaswa kuachana na vitendo, kuachana na ya mambo, ili kuhakikisha tunazidi kuipandisha thamani ligi yetu, ligi kuu ya NBC, kutoka namba 5 pengine tunaweza tukafikia namba 1. Who knows? Hakuna anayefahamu, kwa sababu hata aliyeko namba 1 alipitia process na stage ambazo sisi hivi sasa tunafanyaje, tunazipitia. Yani ninachokuja, unamfanya kocha anakuwa mdogo ndani ya club. Anapokuwa kocha mdogo, yeye hawezi kufanya maamuzi. Kwanza picha lenyewe linaanza, kocha anafika anakuta usajili umefanyika na bodi au na wakurugenzi wao waliopita, au anakuta usajili uliofanyika ni shauri ya mwalimu aliyepita.
Anapofika anakuta usajili umefanyika na mwalimu aliyepita, yeye anaanza majukumu rasmi. Anaanza kumsoma mchezaji mmoja mmoja ili aingie kwenye mfumo wake. Yes. Labda wachezaji tayari wameclick kwenye mfumo wake, ameanza kuwatumia vizuri, matokeo ameanza kuyapata. Kiongozi mmoja anatoka anakuambia mimi fulani simtaki acheze, nataka umwanzishe huyu. Yeah. Tayari kocha ametumia muda mrefu kwanza kuwasoma wachezaji waliokuta. Yeye hajafanya usajili wa mchezaji hata mmoja. Amewakuta wale, amewatengeneza tayari, wameingia kwenye shape yake anayoitaka yeye, kama yeye labda kama ni formation yake, labda ni 4-3-3 wameingia, labda ni 4-2-3-1 wameingia, wameclick vizuri. Mambo yake yanaenda vizuri. Leo huu unapiga simu, huwa tunasema ni simu za mamlaka, inapiga ni simu za mamlaka, simu ya tajiri. Za chala simu kuna simu ya amri. Ile simu ni moja tu. Haina kuuliza. Fulani asicheze kwenye mechi inayofuata, acheze huyu. Tayari kocha kwanza umempunguza nguvu. Yes. Kifuatacho ni matokeo mengine mabovu ndani ya nini? Ya team. Ndani ya timu. Niliwahi kusikia, sina ushahidi halisi ambao naweza nikamhakikishia mtazamaji wa Data Sports. Niliwahi kusikia kwamba naambiwa mchezaji fulani anaambiwa ajivunje ili mechi inayofuata asicheze au apate kadi ya njano asicheze. Turudi tu scenario ilitokea juzi, na hii ni ulaini halisia wala sio story. Lewandowski alikatazwa asifunge goli 2 kama unakumbuka mechi iliyopita. Msimu uliopita akiwa na FC Barcelona. Yes, alikatazwa asifunge kwa sababu kwenye mkataba wake kuna kipengele, endapo akifikisha idadi fulani ya mabao kuna bonus ambayo wanapaswa kuilipa Bayern Munich. Kwa wenzetu wenyewe kwenye issue za contract, kwa maana ya mikataba yao, inakuwa na vipengele vingi. Kuna baadhi ya wachezaji ukifunga bao unapewa pesa, ukitoa pasi ya usaidizi wa bao kwa maana ya assist unapewa pesa. Kuna mchezaji akipata red card kwa maana amegharimu timu anakatwa pesa. Kuna mchezaji akipewa kadi ya njano anakatwa pesa. Yani wamejaribu kuonyesha vitu hivyo, lakini pia kuna mchezaji ambaye akicheza dakika fulani pia unamlipa kulingana na dakika ambazo amefanyaje amecheza. Kwa hiyo kwa Ulaya wamekuwa specific zaidi, na kule watu wanakuwa huru zaidi, na ndio maana wao kwa asilimia zaidi ya 90 wanaajiri mameneja na sio makocha. Na hata kama wakiajiri basi anakuwa anatumikia vyeo viwili kwa wakati mmoja. Ndio maana unashangaa unaona kocha anaandikwa head coach, wanaweka /manager. Sijui unaelewa kwamba anakuwa ni mtu ambaye anasimama pande zote, kwa maana ya team performance pamoja na administrative decision, pia anakuwa na nguvu ya kufanya maamuzi ndani ya timu. Wakati CV zinaendelea kutumwa ndani ya klabu ya Simba, unataka aje nani? Meneja, kocha? Kilichopita waliingia mkenge, walileta meneja wakidhani ni kocha. Sasa saa hizi walete meneja alafu slash yawe kocha. Meneja / kocha. Naam, tunamaliza hivyo bana. Alois Sagala anamaliza kwamba Simba saa hizi ambapo wameingia sokoni, CV zimekuwa nyingi pale Msimbazi, walete meneja / kocha akae kwenye utawala, at the same times awe meneja wa klabu ya Simba. Hii ni Data Sports. Tukushukuru wewe tutazama kuanzia mwanzo mwisho. Unaruhusiwa kuweka uwanja wa comment uko wazi, unaruhusiwa kuandika chochote kuhusu mada hii tuliokuwa nayo. Mimi ni Hassan Saddam, niko na Alois Sagala aliyesimamia kamera, si mwingine ni Florence.